Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji. Imetimu muda muafaka kufuata uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kuna mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelichi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wa habari zetu, tunamkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Naam. Jeshi la taifa FRDC kitengo cha maji Force Navale katika lugha la Kifaransa tendesha zoezi ya kupima silaha siku ya pili ya wiki tunayo ya tarehe 14 Oktoba 2025. Kwa jambo hilo, raia wa mji wa Baraka na kando kando wameombwa kubaki kuwa watulivu. Hatuwezi kufumbia macho hili swala la watoto kujifanya kuwa wazalendo, kwani maisha yao ya kesho yako hatarini hata kama wazazi wengine hawahoni mbeleni. Ndivyo amesema hayo Bwana Mchimbwa Ichukwe Nixon, mratibu wa shirika la vijana wasomi ndani ya tarafa la Fizi ya Jife kwa ufupi, tena mchambuzi wa masuala ya elimu na siasa. Huko Kibati ni kwamba waasi wa AFC M23 wameuteka mara tena mtaa wa Kibati tarafani Walikale. Hivyo ni baada ya wazalendo kuondoka kwa ajili ya upungufu wa vifaa vya kivita na chakula katika eneo hilo. Kwa jambo hilo, shirika la raia MSCO pa Walikale laomba FARDC kusapoti vyema wazalendo. Bukuru Tantine Aldama naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Ofisi ya Lubunga ima cadre de concertation intercommunautaire katika lugha ya Kifaransa CCI kwa ufupi, imeendesha mafunzo na watu wa tabaka mbalimbali kwa ajili ya kubadilishana mawazo juu ya kujenga amani katika nchi yetu ya DRC. Mafunzo hayo yamefanyika Jumatatu hii katika chumba cha mikutano Bikira Maria mjini Baraka. Mengi zaidi naye Izake Mulucha Ashibe. Ndiyo, katika mahojiano na kiongozi wa ofisi ya CCI mjini Baraka, Bwana Moshimbokane bin Namwale ameanza kwanza kuonesha lengo la mafunzo hayo, huku akiomba kwa wakaaji wa Baraka kuishi kwa pamoja ili kujenga amani. Moshimbokane ameongea nasi. Hapa tumefanya mafunzo ya lazima sana. Mafunzo yetu inalenga kujenga amani. Na ndio maana tukafanya atelier ya partage tout d'information na experience kwa development ya capacité na mateknike pia de resolution de conflit juu ya kujenga amani. Tunalenga amani, tunapenda kujenga amani. Unaona kwa wakati huu tunao, hakuna kitu kia muhimu kushindia amani. Amani ndio base ya maendeleo, amani ndio base ya watu kuishi pamoja vizuri. Amani ni mapendo, amani ni maendeleo. Tumealika karibu ma structure local de paix yote yenye tuko nayo hapa Baraka, ili ma structure yenye inalenga zaidi sana kuzungumza juu ya amani, kama vile EMU hapa, tuko na SOFIPED hapa, tuko na mengine structure mbalimbali. Tulikuwa karibu kitu ya structure 10 local de paix. Tumekutana hapa ndani ya Grand Salle paroissiale yetu ya Katolike. Wale wenyewe wamefaidika kupata mafunzo hii ya amani. Nitawaambia kama amani ni processus kwa kuijenga, na hiki kidogo wenyewe wamepata hapa waendelee kuivivra, waendelee kuonyesha kwa watu wengine umuhimu wa watu kuishi pamoja vizuri katika njia ya amani. Mradi huu wenyewe kuitwa kwa jina tujiunge kwa ajili ya amani ya kudumu. Mradi huu tumeupata kupitia wa bayero wetu watatu, kuko Life and Peace Institute, kuko Réseau d'innovation organisationnelle yenye tunaita RIO, na kuko hii communauté de pratique de peace building yenye tunaita CP. Hao ndio wametushushia hayo mambo zote kwa kufanya mradi huu, na zaidi sana tukupitia kwa mkubwa wetu wa CCI Baraka yenye inaitwa RIO Centre Regional de Paix. Vraiment kwa watu hawa wenyewe tumekuwa nao pamoja kwa kuleta amani, waishi, watende na wapratike amani. Amani ndio jina mpya ya watu kuishi pamoja, juu le vivre ensemble ya makomunote ni kitu ya lazima sana kwa jiji letu la Baraka,
wa teritwari yetu ya Fizi yote. Ningewaomba wakaji wote wa jiji la Baraka, ni muda wa sisi kupenda amani, ni muda wa sisi kupenda kuishi pamoja na wengine wote. Tuwe pamoja, juu anasema umoja ni nguvu, tengano unaleta udhaifu kati ya makomunote. Tupendane makomunote yote mbalimbali. Upande wake mkufunzi kwenye mafunzo hayo Bwana Lusambia Wanumbe ameonyesha kile alichokifunza, huku akisema kuwa wote walionufaika na mafunzo hayo ni vema wasindikize nchi katika masuala ya kutafuta amani. Tumekuwa katika atelier ambayo imeandaliwa na CCI ikizaminiwa na Rio. Ni atelier ambayo inaambatana na mradi ambao Rio SCC inafanya pamoja, ambao unaitwa Tuungane kwa ajili ya amani. Katika mradi huo donc nilikuwa sa facilitateur wa hii atelier ya leo, na katika atelier ya leo nimepata fursa muda wa kubadilisha na waalikwa juu ya mchakato wa amani katika nchi yetu ya Kongo. Ni mchakato ambao tumezungumzia hasa kuhusu makubaliano kati ya Rwanda na DRC na Washington. Ya pili, tumejadiliana pia juu ya kuhusu declaration ya principe ya Doha ambayo inakuwa kati ya serikali na M23 na AFC. Mazungumzo yanaendelea huko Doha. Na ya tatu, tumetizama pia nini inafanyika katika inchi, kwa sababu hizo zote mbili ni kwa niveau international. Katika inchi nini inafanyika? Nafikiri kwa kutizama namna gisi mambo yameendeka, naona kama yalikuwa mafundisho mazuri ambayo imeinteresse sana washiriki, kwa sababu unajua mambo mengi yapita katika nchi lakini raia hayajui. Tulipata fursa ya kugawanya ili raia yajue, watu walikuwa yajue ili wazungumzie wengine. Na katika hali hii nimeona kama imevutia, lakini wamejua nini inaendeka katika nchi yetu kwa ajili ya kujenga amani. Na ya pili ni kuwaalika sasa watu kusindikiza hizi processes, kwa sababu ni mbili sasa hivi. Kuna kwa processes au niveau interne ambayo inavewa na SCC na Senko, na processes ya pili au niveau international ambayo inavewa na Washington na community international kwa ujumla. Ya maana watu wazingatie yaliyo muhimu. Amani iko kama nyumba lazima uijenge. Kila mtu ashiriki kwa kujenga amani, na katika ushirikiaji wa warahia wa Kongo ni kusindikiza hii mchakato yote mbili ambayo inafanyika kwa niveau international na inafanyika kwa niveau. Ninategemea kwanza baada ya mafunzo watu watajiaproprie hii processus ya paix kwa zote niveau mbili, au niveau national. Nikisema national c'est au niveau local, kwa sababu la paix ni affaire de tous, c'est-à-dire les participants comme l'ensemble de la population tujiaproprie les acquis ya processus ya akoro ya Washington na Rwanda aussi, na tusindikize serikali na M23 ili wafikie makubaliano. Walioshiriki kwenye mafunzo hayo kwa upande wao wameonyesha kile walichofunzwa, huku wakishukuru ofisi ya CCI kwa kuandaa mafunzo hayo kama wanavyoeleza. Hapa nimefika ili nipate ujuzi zaidi sana. Sisi wametufundisha mengi sana, mengi kabisa, ni kuhusu resolution de conflit. Mimi kwa upande wangu journaliste nimefurahi sana, kwa sababu huko mamoja ambayo nilikuwa bado sijaelewa, lakini kupitia mafundisho ya leo naona kama nimejaa kabisa ujuzi. Naweza kuambia CCI izidi kufanya makapasite ya zaidi, kwa sababu kwa kweli vichwa ni viko bure, hatuelewi. Utasikia wanaenda ku marenyo Etats-Unis, Doha, sasa hatuvielewi. Lakini kwa sasa gisi nimepata mafundisho, nimeelewa kwamba Doha inasema hivi na Etats-Unis inasema hivi. Tumekuja kwa ajili ya kupata mafunzo juu ya technique de resolution de conflit. Mafunzo nimeyapokea vizuri, kwa sababu ni mafunzo ambayo yanatupatia elimu au kapasite kuhusu resolution de conflit. Unajua nchi ya Kongo imepitia vurugo nyingi, siku za vita, hivyo tumefunzwa sana kuhusu mchakato ambao unaendelea kuleta amani, kwanza ku niveau ya gouvernement, ku niveau ya ma structure notamment Senko na SCC, notamment aussi sur le plan international, c'est-à-dire le processus des accords entre États mbili, Rwanda na Kongo, na mu niveau yenye wanakuwa pour le moment vraiment vinatuinteresse sana, na tunafikiria kwamba vitazaa matunda, kwa sababu nchi ya
Kongo imepitia vurugu nyingi. Furaha kubwa ni kwamba Rwanda imekubali kutambua kwamba Kongo inastahili kuchunguza nchi yake na kuiongoza kwa uhuru bila kuingiliwa. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo limeandaa mafunzo haya. Tunashukuru sana kwa kuwa haya mazungumzo au zi processes za kuleta amani Kongo zinaongelewa kwa ngazi ya juu sana. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, jeshi la taifa FARDC kitengo cha mamlaka ya maji Force Navale itaendesha zoezi ya kupima silaha siku ya pili ya wiki tunayo ya tarehe 14 Oktoba mwaka 2025. Kwa jambo hilo raia wa mji wa Baraka na kando kando waombwa kubaki watulivu. Kwa mujibu wa tangazo rasmi lilotolewa na kamanda Sopio Moketieri, zoezi hilo litaendeshwa mida ya mchana ndani ya ziwa Tanganyika. Tukumbushe kuwa zoezi hilo ni la kawaida na ni sehemu ya mafunzo ya kijeshi kwa ajili ya kuongeza ufanisi na kuimarisha ulinzi wa taifa. Na huko Fizi ni kwamba hatuwezi kufumbia macho hili swala la watoto kujifanya kuwa wazalendo, kwani maisha yao ya kesho yako hatarini hata kama wazazi wengine hawaoni mbeleni. Ndivyo amesema Ichukwe Nixon, mratibu wa shirika la vijana wasomi tarafani Fizi AJIF kwa ufupi, tena mchambuzi wa masuala ya elimu na kisiasa. Ripoti yake Sudi Valente yaangazia zaidi. Ndiyo kabisa, Bibu Kurtantine Aldama. Maneno hayo ameyasema katika mahojiano yake na redio ya kijamii Kivu Baraka juu ya tabia hiyo yenye kujitokeza kama mfumo mpya kwa watoto wa umri wa miaka 16. Kwa mujibu wake ni kwamba ni jambo la kusikitisha zaidi, hasa pale ambapo wengi wanaona jambo hilo kuwa la kawaida. Nakuja kutoa maoni yangu kama mchambuzi kwa mada ambayo leo watu wengi wanaona na bila kujali yale yanayojiri katika eneo letu. Kwa siku hizi kumekuwa na hali ambao watoto wamejichukulia fursa ya kuchukua vikopo ambao vimetumiwa kwa unywaji wa ishi, hivyo wanavitengeneza ile madeshe plastiki kuwa kama silaha ambazo wao pia wanajiita kuwa ni wazalendo. Hali hiyo ukiona imekuwa katika eneo tofauti la jiji la Baraka, na si katika jiji la Baraka tu, na hata vijiji vingine vya tarafa la Fizi na eneo zingine mbalimbali. Watoto wao, wengi wao ni watoto wa miaka ya shule, kuanza miaka 6 na kuendelea hadi miaka 10 hadi 14 hivi. Sasa swali linakuja, tunafikiria kuanza kujiuliza, je, hawa watoto ambao wamejiita na wamejitwika mzigo wa kusema wao ni wazalendo, na muda mwingi unawakuta wako barabarani wakitembea kwa kikundi kama askari jeshi, je, hao wanaenda shuleni? Na kama wanaenda shuleni, wanaenda hako kwa muda gani? Kwa sababu ukitembea katika jiji la Baraka unakuta kwa kila saa watoto hao wanatembea, wanafikia hata kuchelewa shuleni wakijiongoza na vikundi hivyo. Sasa tunajiuliza, wazazi wa watoto hawa tuko wapi sisi wazazi? Je, tunafurahia hilo kuona watoto wetu wakitembea na vifaa hivyo kwamba ni silaha, wao ni wazalendo? Na kama tunafurahia, tunatarajia nini iwe kwao kesho? Je, tunawaandaa wawe wazalendo? Tunawaandaa wawe askari jeshi wa taifa? Hiyo yote ni maswali ambayo tunajiuliza. Wakati hayo yakijiri, upande mwingine Ichukwe Nixon, mratibu wa shirika la AJIF, ameongeza kuwa uzembe huko kwa upande wa wazazi ambao hawafahamu kuwa kinga ni bora zaidi kuliko tiba, kwani wanachojiweka ndani watoto wao sio uzalendo bali ni upotevu mtupu. Majibu ni kwamba hiyo ni tabia mbaya ambayo watoto wamejiingiza. Uzalendo haumaanishe kuwa kama wanavyofikiria. Nimesema ni tabia mbaya ambayo imetokana na uzembe wa sisi wazazi. Kwa sababu mzazi hawezi akaachilie mtoto wake atembee ovyo akijidai kwamba yeye ni kamanda wa wazalendo na miaka yake yajifikia kuwa askari. Uzalendo unaandawa, mtu anaelekezwa, mtu anafunzwa uzalendo ni namna gani. Si kwamba mtu analala na kulamuka anakuwa mzalendo. Na ndio maana miongoni mwa wale ambao
kweli kweli wamechukua silaha kwa ajili ya kututetea kama wazalendo, utakuta muko wengine ambao wanayofanya haifanane na uzalendo. Kwa sababu tukijua kwanza uzalendo ni nini? Mzalendo ni mtu ambaye anapenda nchi yake, mtu anatumikia nchi yake bila kujali, na mtu ambaye hawezi kufunga macho kwa kibaya chochote kile ambacho kinaweza zuru nchi yake. Mzalendo anaweza kuwa askari jeshi, mzalendo anaweza kuwa mfanyakazi wa umma, mzalendo anaweza kuwa kiongozi wa taasisi fulani katika serikali. Yule ambaye ana susi ya nchi ndo tunaita mzalendo. Lakini kwenye watoto wetu wanaelekea sio uzalendo, wanaelekea katika mambo ya upotovu, mambo ya ujambazi, mambo ya immorality, tuseme hivyo. Tahadhari kwa vitengo vya serikali ni kwamba wangekuwa makini. Askari polisi ambao wanahusika na protection d'enfant wawe makini kwa kufuatilia hili. Wazazi tuwe makini kwa kuadhibisha watoto wetu. Mwishowe ameomba kwa wazazi kwanza kuchukua wazifa wao ili kuwamakia watoto wao. Pia kitengo cha askari polisi, kitengo husika na ukingo wa watoto, kuvalia juga swala hilo lenye kuwa hatari kwa watoto. Ichukwe Nixon amerejea mara tena. Ni vema kufundisha mtoto mavaler patriotic. Wakati atazielewa mzuri ndo atasema nitatumikia taifa kuwa askari, kuliko kujitilia maimaje za mubaya mkichwa. Akikuwa na maimaje za mubaya mkichwa kwa ajili ya uzalendo, kwa ajili ya utetezi wa nchi, atatetea nchi vibaya. Tunawasihi wazazi, tafadhali sana, kila mzazi aangalie namna gani anaweza kuhamasisha mtoto wake kuachana na mambo yale, kwa sababu yatawapotosha. Tunasihi serikali kwa ngazi zote, hususani wale ambao wanahusika na ulinzi wa watoto, protection d'enfant. Hatuseme mfunge, lakini tunapenda kwanza muhamasishe watoto pamoja na vizazi, kwamba wanachokifanya kitakuwa na vinyume vingi hapo baadaye. Ni lazima watu wajitie katika msingi ulio sahihi. Anayetaka kuwa mzalendo ni lazima aeneze umri wa kuwa mzalendo, na ujue vigezo vya kuwa mzalendo ni hiki na hiki. Kile wanachokifanya akisaidie, kwa sababu kinawaelekeza wamoja kuacha shule, na hiyo ni hatari. Kesho ya hao watoto ambao wataenda kuacha shule kwa sababu wamejiita wazalendo, itakuwa hatari kwetu sisi tena wazazi. Ni wao watakuwa wabandi ambao tena kesho watatuzuru. Tukumbushe kuwa baadhi ya viongozi wa mmoja wa wazalendo wanakuwa na kubali kutembea na baadhi ya watoto wao kwenye mstari, ikiwa kama ishara ya kuunga mkono watoto wao, jambo ambalo ni ukiukaji wa haki za watoto na za kibinadamu. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo, naye Omari Makelele Ozile, karibu. Naam, barabara kabisa Bibu Kurtantine Aldama. Leo katika habari za michezo bado sijavalia jezi. Ngoja kwanza niangalie jezi yangu leo itakuwa na namba ngapi. Tuangalie namba 14 yake mchezaji Victor Gyokeres. Hapana, hii tayari nimevalia vya kutosha. Namba 8 yake mchezaji Samir Nasri wakati anachezea Arsenal. Tuangalie hapa Thomas Rosiski, asante sana. Leo ni namba 7 yake mchezaji wa zamani wa klabu ya Arsenal ambaye ni Thomas Rosiski. Kwa hiyo napepea barabara mgongoni namba 7. Tuanzie na habari za hapa katika bara la Afrika. Ni kwamba michuano kwa nia kombe la dunia 2026 yaendelea kutimua katika viwanja mbalimbali vya bara la Afrika, ambako tayari mechi zimetamatika. Sudani ya Kusini walitoka sare ya kutofungana dhidi ya vijana wa Togo, na Tunisia wakaweza kuwapatia funzo la kandanda vijana wa Namibia kwa kuweza kuwatandika mabao 3-0, na Sao Tome et Principe wakaweza kuwatandika Malawi bao 1-0, na Guinea Equatorial wakatoka sare kungana bao 1-1 na vijana wa Liberia. Lakini kuna mechi ambazo zinaendelea kwa sasa. Lesotho wako vikali dhidi ya Zimbabwe, na Maurice wanaendelea kukipiga dhidi ya Libya. Cameroon wanakipiga dhidi ya Angola, na Cape Verde wanaendelea kupambana vikali dhidi ya Eswatini. Matokeo ya mechi hizi ni katika uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Na kule katika bara la Ulaya, Bukurtantini Aldamani kwamba winga chipukizi wa klabu ya FC Barcelona ambaye ni Lamine Yamal
ameonekana akiondoka kituoni baada ya mazoezi akiwa na mpenzi wake Nick Nicole baada ya kutumia muda mwingi asubuhi katika kituo cha mazoezi cha klabu yake ya FC Barcelona ambao kituo kinaitwa Ciutat Esportiva. Yamal anaripotiwa kuwa tayari ameanza kufanya mazoezi na wenzake huku akiendelea kukamilisha hatua za mwisho za kupona jeraha lake. Habari nzuri hiyo kwa mashabiki wa klabu ya FC Barcelona. Na mapya yamezuka kule katika nchi ya Uingereza baada ya kukosa namba katika timu ya taifa ya England. Eddie Nketiah ameomba kutaka kubadilisha uraia wake kutoka Uingereza na awe raia wa Ghana. Hatua hiyo imekuja baada ya timu ya taifa ya Ghana kufanikiwa kufuzu kunako michuano ya kombe la dunia mwakani. Kwa hiyo mchezaji huyo amesema kuwa sasa anapenda kuwa mtu wa Ghana, maneno ambayo yamezua maoni tofauti katika nchi ya Ghana, huku watu wengi pale Ghana wakisema kuwa mchezaji huyo wa Uingereza mwenye asili ya Ghana ana mapenzi mazuri na timu yake ya taifa ya Ghana. Kwa hiyo watu wengi Ghana wanasema kuwa potelea mbali, hatukutaki. Habari mbaya kwa mashabiki wa klabu ya Arsenal Ghana ni kwamba naoza wa klabu ya Arsenal ambaye ni Martin Odegaard amepata jeraha na atakuwa nje ya uwanja hadi katikati ya mwezi Novemba baada ya kupata jeraha mbaya la goti. Hii inamaanisha kuwa mchezaji huyo Martin Odegaard atakosa mchezo dhidi ya klabu ya Fulham, Crystal Palace, Burnley na Sunderland kunako michuano ya hapo nchini Uingereza, lakini kunako ligi ya mabingwa atakosa mchezo dhidi ya Atletico Madrid pamoja na Slavia Braga. Bibu Kurtantine Aldamani kiona namba 7 mgongoni yake mchezaji Thomas Rosiski. Naweka nukta kunako habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa habari zako hizo za michezo. Na katika mji jirani wa Uvira ni kwamba mtoto mmoja wa umri wa miaka 12 amefariki baada ya kuokota na kuripua gurumeti siku ya Jumapili ya tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 wiki iliyopita katika manispa ya Kalundu mjini Uvira. Kwake Dunia Hamisi, mratibu wa machozi ya rahia, ametoa pole kwa maafa hayo ya kiutu huku akitoa picha halisi ya hali ilivyokuwa kutoka Uvira. Ndiyo, garso wa Duza alikufa na explosion ya grenade mu commune ya Kalundu mkarte Kabindula. Version ilikuwa huyo kijana alikuwa anaenda ni mtoto mdogo, aliona kikitu kisakikosa katenese. Unaona hizo grenade zikakuwa na modele ya mingi sana kule kuilogota kama alifungula ndio kamurikia mikono. Unajua kama tuko mu zone opérationnelle na kuko kunakuwa makartushe za masasi ziko zinaanguka hapa. Basodeti ya kuleo huko wanasahabu na magrenade barabara, wanasahabu na huko mwingine hata nasahabu sana arme, na ile inaanza créer population inaanza inaingia mu insécurité. Mais surtout hawa watu wa kidogo wenye wanaendaka wanalogota vitu mabarabara mjia, na ile inatuma iko na registre maafa. Donc manake mwili semaine tuko na maafa isha toka Muvira ya mingi sana par rapport na gisi watu kwa wanalogota magrenade. Tushakuwa na maafa mbili kwa mwa alilogotaka ngamba kiaya, lakini kumuwaka kile na mwingine mwenye anakufa hapa ndio inaonekana kama deja inakuwa menace. Tuko tuendelea kuambia gouvernement itusaidie sana, kusaidia kwa bakuwe bana sensibiliser basoda kuwa na chunga mafila yabo mzuri. Mais aussi kwa sie ma société civile ni kwetu sasa na sie kukuwa na sensibiliser raia, isikuwe na logota kila kitu kinaona mbarabara na logota, isikuwe na inaona kila kitu kiko sous forme ya effet militaire na wao kilogota. Tuko tunaambia population kama mkiko mnaona effet militaire mko mwanza mnajulisha vyombo vya usalama ama ba autorité urbaine. Mais aussi tunaendelea aussi kuambia population ya Uvira bakuwe banajikaza sana kukuwa na denoncer ile. Sasa tuko na makaza mingi, kuko mtu Sodomo alizeka sababu bunduki kwa barabara alikuwa analewa. Mtu mmoja kuwe pale kama tele bunduki soda, akamata ile bunduki agende itia mwaki. Kisha sana msako seka kwa msako bakikuta kwa mwake ni c'est vrai lilogotaka. Mais ile fait kuikuta mwake ikamletea problema, wakamfunga na sasa kwa ripoti kwa vyombo vya usalama. Shirika la rahia tarafani Mwenga limeomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kutoa huduma ya kuridhisha kwa rahia wenye magonjwa ya afya ya akili. Pia likawataka rahia kuishi nao kwa pamoja na bila kuwabagua.
Ni kupitia sherehe iliyosherekewa kila tarehe 10 mwezi huu ya kila mwaka kuhusu afya ya akili ndipo mashirika hayo ya tarafa la Mwenga yametumia fursa hiyo kwa kuomba serikali kutoa misaada. Mashirika hayo ya kiraia tarafani Mwenga yametaja kupitia hali ya usalama ya sasa mashariki mwa Kongo pia ni sababu mojawapo ya ongezeko la magonjwa ya afya ya akili eneo hilo. Bienfait Fadhili Mulonda ni mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia tarafani Mwenga, anaeleza ifuatayo. Kongamano la shirika la raia tarafani Mwenga limetambua kwamba hali ya ukosefu wa amani inayosababisha magonjwa ya kuchanganikiwa, magonjwa ya kichwa iko kwetu kabisa. Wanakuta watu wameishi katika hali ya kutojiamini, watu wanaishi katika hali ya kutaka hata kujimalizia maisha, watu wanaishi katika hali ya kuchanganikiwa, katika hali ya woga na kujishtumu hata wenyewe. Wengine wanapata hata magonjwa ya kifafa na tatizo zingine hasa zinazolingana na kutumia pombe kali kabisa ili kwamba labda wapunguze mawazo. Imeleta hivi matatizo ambayo raia wetu kabisa kwenye mitaa ya afya ya Kitutu, Kamituga, Mwenga na Mwana mtaani Mwenga wanapitia maisha magumu kabisa ambayo inahitaji kusindikizwa kabisa, ile ambayo imeitwa prise en charge psychosocial communautaire kupitia wale wataalamu wanaoweza kutibu magonjwa haya ya kichwa. Ndio maana kongamano la shirika la raia mtaani Mwenga limeomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudumisha hivi jitihada na mbinu namna gani ya kutibu na kufuatilia watu ambao wanaishi katika hali hii ndani ya mtaa wa Mwenga, mtaa wa afya wa Kitutu, Mwana, Mwenga na Kamituga. Na kwa raia tuache kuwacheka wale ambao wamekwisha kupata magonjwa haya, maana magonjwa haya yanaweza kutibika, yanaweza kupata suluhisho. Yale ambayo tunapaswa kufanya sisi pamoja, piganishe, tulete msaada wetu wakati inahitajika kwa watu ambao wamepata matatizo. Maana mtaa wa Mwenga hauepuki jambo hili, tukijua kwamba nasi pia tunapitia hali ya misukosuko ya ukosefu wa usalama na vita ambavyo vinapitia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeacha watu wengi akili kibabayuka. Kwenye maroze sosio kuna kama paniki ya mingi na kuchanganisha watu, milio ya risasi, watu kupigwa fimbo, kuna kwa hii kufungwa kiolela na kadhalika. Utakuta watu wamechanganikiwa kichwa. Na huko Kibati ni kwamba waasi wa FCM23 wameuteka mara tena mtaa wa Kibati tarafani Walikale. Hivyo ni baada ya wazalendo kuondoka kwa ajili ya upungufu wa vifaa vya kivita na chakula. Kwa jambo hilo shirika la raia MSCOPA Walikale laomba FARDC kusapoti vema wazalendo. Duru za mashirika ya kiraia toka Walikale ni kwamba baada ya mapambano kati ya wazalendo na FCM23, wazalendo wamefaulu kushika sehemu moja ya Kibati kabla ya kujiondoa muda mchache kwa ajili ya upungufu wa vifaa. Kulingana na hii habari kuhusu Kibati, wazalendo yapo ni tangu 5 ambayo imepita, lakini kwa sasa walifanya repli strategique sababu ya upungufu wa munition na chakula ilikuwa vigumu sana kuweza kuwafikia kwa wakati, na vile vile kulikuwa milima moja ambayo tayari ilikuwa ako waasi hadi sasa ambapo kuweza kuondoa, na ile ikaleta wasiwasi ya kuendelea kubaki katika mji, ijapokuwa karibuni hapo kwa mlima moja waasi walikuwa wangaliki wanadhibiti milima hiyo, sababu wazalendo baada ya kudhibiti mji wa Kibati walihitaji ndege ipate kupiga juu ili kwamba wapate kuendelea chini kwa chini, mbaya ndege kuweza kufika kwa haraka. Hakuna appui logistique ambao wanapata kutoka kwa FARDC ili mpaka wafikie kufanya hiyo repli strategique yenyewe natokana na upungufu wa munition de guerre. Kuelewesha wazi ya kwamba bwana journaliste, mara kwa mara wazalendo wamekuwa wakipigana na wakipata appui logistique ya FARDC, lakini vita ile ambayo ilipiganishwa Kibati hayakuwa ya kujiandaa, sababu adui alikuwa akitafuta kupita njia mikato ili kwamba apate kusogea kidua, na hapa vita alikutanana na wazalendo wa NDC Renove yake General Musa Shimirai Kido, na mapambano yalipoanza wakirudisha waasi nyuma hadi kudhibiti sehemu kubwa ya mji, na kwa muda ambapo walibaki hapo logistique baada ya FARDC ilikuwa haiko tayari kwa sasa ile wakati wa kupata kuwa renforcer, na hii ikafanya wakati kudhibita wakapata
kunakuwa kabisa ile collaboration yenye kuwa étroite kati ya FARDC na wazalendo katika eneo hilo la Walikale na kando kando. Katika eneo ya Walikale na kando kando ni kama vile mkubwa na mdogo, hakuna shida yote, wanaishi kwa usalama na wakifanya kila kitu kwa umoja. Upande mwingine ameongeza kuwa hali ya kiutu ya raia iko hatarini juu ya ukosefu wa vitu muhimu. M23 inaendelea kubaki katika mji wa Kibati na hapo mbele wanaendelea kufanya patri, lakini wazalendo wanaendelea kudhibiti FARDC position yale yao, yani sehemu kubwa sana inabaki katika mji wa Kibua na huko mbele wakifanya patrouille ambao tayari wameendelea kujitayarisha kwa kuangalia namna ya kupata kuondosha adui katika eneo hilo. Tunapohakikishia kwamba ni vita, ili tunatumaini ya kwamba vijana wamejitoa sana, wazalendo wanajitoa, jeshi na taifa wako pale kwa ajili vile vile ya kuwapatia mambo mengine na vile vile na vile kusema kwamba kuna kwa kikundi kikubwa sana tutasema idadi ambao walitoka tayari kwa mafunzo ya kubiue wasoda wa rasa tayari vile vile wameelekea. Kuna tuna matumaini kwa siku tatu hapa watakuwa wameondoa maadui katika maeneo ambao wanaendelea kujibu. Upande wa raia wanaishi maisha mabaya, ukosefu wa maji, chakula, dawa, watoto wasomi sababu ya kitendo ambao wauni wameshurutisha, na kwa sasa kabisa wengi wanaishi katika miji isiyokuwa na wengine wako katika misitu na kwa ajili ya security huko kwanza Kenya, lakini watu hawaishi vizuri. Sababu kuendelea kuwaunga mikono letu la raia na vijana wazalendo ambao wamejitoa siku na mchana kwa kupigana, na wakati wote wanakuwa na mapungufu fulani kuvernewe tayari kwa kwenda kusukuma hapo vikosi zaidi ndege, sababu waasi wameendelea kudhibiti sana milima, lakini ndege itakuwa imepiga juu na jeshi la taifa litakuwa limepiga chini ambayo imeungwa mkono na wazalendo. Ndio tunahitaji kabisa logistics ikuwe zera force na estimafu kila jeshi. Ni kupitia habari hiyo ya Kibati tarafani Walikale ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldamafu, ndi mitambo Merci Melechi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.